Karibu sana kipenzi changu, hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna ya kutengeneza juisi ya nanasi pamoja na ndizi mbivu. Hii juisi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado hauja subscribe, tafadhali subscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Na kwa tunaenda kuanza kama jinsi unavyoona, naenda kusafisha nanasi. Hii itakusaidia nanasi yako kuwa safi na kuwa huru kukata staili yote ile unayotaka, kwa sababu una uwezo kushika popote kwa sababu kote ni kusafi. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi vyetu vya mapishi mbalimbali pale tu tunapokuwa tunaposti. Kama jinsi unavyoona tayari tumeshasafisha na pia nitaenda kulikausha kama jinsi unavyoona. Ningependa kujua unatengenezaje juisi ya nanasi nyumbani? Hem, tuandikie hapo chini tuweze kujifunza namna nyingine tofauti na hii ya kutengeneza juisi ya nanasi. Aidha wewe unachanganya nini ambayo inafanya na kuwa na ladha tamu sana? Tuandikie hapo chini. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani popote pale duniani. Tuandikie hapo chini jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina katika video nyingine inayofuata. Kama jinsi unavyoona hapa tunaenda kukatakata. Mimi nina staili yangu ya haraka haraka ambao mara nyingi imekuwa ikinisaidia, lakini unaweza ukamenya au unaweza ukanifuatisha kama jinsi ninavyokata. Lakini hii staili kama wewe ni mtu wa budget itakula vizuri itakula bajeti yako, kwa bora tu umenya kawaida. Kama wewe ni mtu wa budget menya kawaida, lakini kama sio mtu wa budget unaweza kumenya hivi na kuwa rahisi na unamaliza kwa haraka kutengeneza vipande vyako vya cubes kama jinsi unavyoona. Nimetengeneza hivyo ili iwe rahisi wakati na blend. Baada hapo nitaenda kuweka nanasi kwenye blender kama jinsi unavyoona. Bila kusahau ndizi yetu mbivu, nitatumia ndizi moja. Nitaenda kuweka kwenye nanasi. Hii inasaidia kupunguza ukali wa nanasi. Kama mnavyofahamu kuna nanasi ukinywa nyingi sana sometimes inaweza kuleta kashida kidogo, lakini ukiweka ndizi inapunguza na pia inaongeza sukari kwenye nanasi. Kwa hata nanasi kama ni chachu ukiweka ndizi inakuwa nzuri zaidi, lakini ni vema unapoenda kununua nanasi uhakikishe nanasi lako lina ladha nzuri ili juisi yako utakapotengeneza iwe na ladha nzuri. Hapo nitaenda kumimina maji ya kutosha ambao tutaweza kublend juisi yetu. Na pia ukiweka ndizi inasaidia juisi yako kuwa nzito, kwa sababu nanasi kama nanasi inakuwa ni nyepesi kipindi una blend na inakuwa na ladha fulani hivi ya ukali kidogo, kwa huwezi kunywa juisi nyingi. Lakini pale unapoweka ndizi inakusaidia kwanza juisi yako kuwa nzito, kitu kingine pia kupunguza ukali wa nanasi kama jinsi unavyoona. Nita blend mpaka pale nitakapohakikisha imeblendika haswa ili iwe rahisi wakati wa kuchuja. Usiblendi tu kidogo ukatoa, machicha yanakuwa bado ni magumu. Kwa ukiblendi sana inakusaidia hata wakati unachuja, machicha yanakuwa ni malaini, inakuwa ni rahisi sana wewe kuchuja kwa haraka na pia haupotezi juisi nyingi. Kwa machicha pia yanakuwa kidogo kiblendi sana. Kama jinsi unavyoona tayari tushamaliza na hapo ninaenda kuchuja. Kama jinsi unavyoona. Tatumia tu chujio la kawaida, unaweza kutumia kitambaa, wengine wanatumia vitu vingi tofauti. Kwa unaweza kutumia kwa wale wenye blender kama hizi. Lakini kwa wale ambao mna blender ambazo zinachuja moja kwa moja haina shida, tayari unakuwa umeshapata juisi yako nzito na tamu. Upendo wetu wa leo tunaenda kusambaza kwa Sara kutoka Makambako. Asante sana Sara kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia, bila kumsahau Zena Daniel kutoka Dar es Salaam. Asante sana Zena. Huyu mwingine ni Nasri kutoka Tegeta. Asante sana Nasri kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Huyu mwingine ni Dahil Ahmed kutoka Dubai. Asante sana Dahil. Na huyu mwingine ni Messi kutoka Dodoma. Asante sana Messi, bila kumsahau Monica kutoka Geita. Asante sana Monica kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Huyu mwingine ni Neema kutoka Chato. Asante sana Neema kwa kupenda mapishi yetu. Kama jinsi unavyoona juisi yetu iko tayari. Ni nzito, ni tofauti na ukitengeneza pineapple, ni tofauti na ukitengeneza nanasi yenyewe binafsi inakuwa ni nyepesi, lakini ukiongeza ndizi inakuwa nzito, pia inaongeza sukari, inaongeza ladha, kwa hauna haja ya kutumia sukari yoyote ile kwenye juisi hii. Upendo wetu mwingine unaenda kwa Musa kutoka Tana. Asante sana Musa. Huyu mwingine ni Aisha kutoka Dodoma. Asante sana Aisha, bila kumsahau Sumaia kutoka Mbeya. Asante sana Sumaia.
Huyu mwingine ni Pascalina kutoka Arusha. Asante sana Pascalina, bila kumsahau Leocadia Charles kutoka Dar es Salaam Temeke. Sijui kama jina lako limelitaja sahihi, ila asante sana kwa kutazama video zetu. Huyu mwingine ni Lina kutoka Mbeya. Asante sana Lina, bila kumsahau Diana kutoka Bagamoyo, na mwingine ni David kutoka Mwanza. Wa mwisho ni Winnie kutoka Arusha. Asanteni sana kwa kusubscribe, na pia asanteni sana kwa kufuatilia, bila kusahau asanteni sana kwa kucomment. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna ya kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe, na kwa wale ambao wamekuwa comments, na wengine wale wote ambao wamekuwa kufuatilia video zetu. Asanteni sana, bila kukusahau wewe unayetazama video hii. Asante sana kwa kutazama video hii. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.